tungepata ufafanuzi wa hayo. Asante sana ndugu mtangazaji. Swala la kamisheni kufanywa mamlaka, sasa hivi tunafanya reform ya kamisheni kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kama ulivyosema, hasa kutokana na majukumu yao. Majukumu yao ni makubwa sana, na bila muundo ambao unaweza ukawarahisishia shughuli zao inaweza kuwa ukawa unawakwala. Kwa hiyo reform tayari kuna kamati maalum iliundwa na mapendekezo yake, sababu hili ni jambo la kisheria, lazima wayalete Baraza la Mapinduzi, ili sasa Baraza la Mapinduzi liangalie zile changamoto, ili sasa tuone kwamba kamisheni ya kukabiliana na maafa ikabakia kama kamisheni au mamlaka. Unajua, unapokuwa na mamlaka unakuwa na nguvu ya kisheria kusimamia na kuchukua hatua. Kama hivi sasa hivi kama kamisheni, yeye atakwenda hapa, msifanye hivi, basi hapa jamani nakushaurini, yani kazi yake kushauri, hana mamlaka ya kutia adabu. Kwa hiyo nafikiri si muda mrefu inawezekana hoja ikikubalika, basi kamisheni baada ya reform itakuwa na muundo mpya, alafu itakuwa na nguvu ya kuweza kuchukua hatua. Unajua kweli, kwa sababu leo mtu unakwenda kushampa maelekezo, unaondoka, alafu siku ya pili unarudi anafanya yale yale, huna hata mkwaju au bakora ya kuweza kumshughulikia. Kwa hiyo ndio maana iko kila siku tunarejea umo kwa umo. Jingine, makusanyo ya uhamiaji ni kiasi gani? Makusanyo ya uhamiaji tulifikia bilioni 15, lakini sasa haya makusanyo yanakuwa hayatulii, kwa sababu makusanyo ya uhamiaji yanapanda na kushuka, inategemea wale wageni ambao wanaoingia. Kwa hiyo kwa kifupi, lakini katika matumizi sisi huwa tunapata asilimia 25 ndio zinatumika kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za uhamiaji, miradi na mambo mengine. Asilimia 75 ili inafanywa matumizi mengine ya serikali, kwa sababu hata hizo huduma nyingine zote zinatoka ndani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo kukusanya uhamiaji hayatumiki. Taasisi nyingine kufanya hivyo, zile retention zake. Unajua, jeshi la polisi hawakusanyi. Jeshi la polisi wao kazi yao kutumia mafuta, kutafuta vibaka, kuja boriborini kule na wapi, wao kazi yao kutumia. Kwa hiyo jeshi la polisi fedha yake moja kwa moja inatoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taasisi nyingine za muungano zile, kwa sababu zinakuwa huku kama ni branch tu. Kwa hiyo ukiwaambia wale wajitegemee kwa matumizi yao huku, inawezekana wasifanikiwe, kwa sababu sio taasisi zote zinakushana. Kuna taasisi nyingine zinatoa huduma tu moja kwa moja kama ilivyo jeshi la polisi, lakini sasa uhamiaji, kwa sababu wao wanakushana, ndio maana tukasema haiwezekani kwamba pesa ishakushana uhamiaji, jioni mtu kabeba polo anaenda nalo Dar es Salaam makao makuu. Hapana, sababu pesa inakushanywa hapa na fedha ile wanatumia Wazanzibari na huduma zote Wazanzibari. Kwa hiyo maana tumefanya retention inatumika hapa. Mashimo ya mazingira, naona umeanza kutanguliza jiwe. Kwa bahati mimi na kaimu ofisi ya makamo wa kwanza, nikija hayo nitafafanua kwa vizuri, lakini kwa sababu umeuliza swali, najua wananchi wanataka wajue swala binjawabu. Kimsingi kweli tuna maeneo mengi ambayo tumechimba mchanga, tumechimba vifusi, alafu hakukuwa na mpango kazi wa kuweza kuyarejesha maeneo yale yakaweza kutumika vizuri. Sasa hivi kupitia idara ya mazingira tumeanza kufanya hiyo tathmini, na kuna baadhi ya maeneo tayari tumeshaanza kuyafanyia kazi. Kuna maeneo mfano kama maeneo ya Fumba kule, kuna mashimo ya kifusi kule sasa hivi yanatumika kama mabwawa ya kufugia samaki. Tumeacha kutumia kwa matumizi pengine ya kilimo na mambo mengine, lakini sasa hivi tunavuna samaki. Kwa hiyo